Vijana wetu Gen Z, hebu itunzeni amani, iwe ni tunu yenu. Hivi vitu vingine vyote vinazungumzika, vinginevyo tutakuja kuipoteza Tanzania. Msiwaone watu wa Kongo, nao walikuwa ni nchi yenye amani na kaa, lakini wakakubali kuingia vitu vya kijinga. Leo hii hawatawaliki. Mfano mzuri tuichukulie Libya. Naitwa Chief Kennedy Don Koroso, mzee mwandamizi senior citizen katika wilaya yetu ya Kyela. Ndugu mwandishi, kuna jambo muhimu ambalo tunapaswa tuliongee au itoke sauti ya wazee. Kyela yetu ni wilaya yenye amani, yenye umoja, yenye mshikamano. Na ni jukumu la sisi sote wana Kyela kuilinda, kuitunza, kuienzi amani tulionayo. Unajua, amani ikitoweka ni vigumu sana kuipata. Na amani inatoweka kwa njia ndogo sana. Kwa ushawishi wa kijinga tu, unaweza ukaona kwamba hiki kitu labda hakifai, ukapiga kelele, kumbe ni njia ya kukuondoa kwenye amani. Unajua, amani ni tunda la haki na ni tunda la wajibu. Hivi vitu viwili vikiwa pamoja ndio vinavyotutengenezea amani. Sasa mimi ninawasihi watu wetu wa Kyela, watu wote kwa pamoja, tuendelee kuidumisha amani na upendo na mshikamano, ili tuweze kuifanya Kyela yetu iweze kusonga mbele. Matukio yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 baada ya uchaguzi au wakati wa uchaguzi ni matukio ambayo yaliondoa amani. Angalia, tuchukulie tu kwa mfano, wewe labda una mgonjwa yuko hospitali. Yule mgonjwa kwa 100% anahitaji huduma yako. Lakini kwa ajili ya hali ile tuliyokuwa nayo, kila mtu ilimuia vigumu kuweza kumhudumia mgonjwa wake. Hata matabibu wenyewe walikuwa wanapata shida kwenda kuwahudumia wagonjwa ambao ni wajibu wao. Sasa sisi wengine wazee tukawa tumebaki ndani, wengine tuna matatizo ya pressure, dawa zimekwisha, unashindwa hata kutoka nje kwenda kununua. Yote hii ni kwa nini? Kuna mtikisiko tu wa kukosa amani. Je, kulikuwa na sababu zozote za msingi? Inawezekana, lakini zisiwe sababu yoyote ya kukufanya kwamba uondoke kwenye msingi wa amani. Vijana wetu Gen Z, mnalo jukumu kubwa kama zilivyo jumuiya zote za vijana katika vyama vya siasa. Jukumu lenu kubwa ni kuilinda amani. Mmeikuta Tanzania hii ilivyo, bila kujali kwamba mnayaona mapungufu jinsi tulioyaacha, lakini bado tulikotoka nayo Tanzania haikuwa hivi. Basi hapa mlipoikuta, ichukueni hivyo hivyo ilivyo, endeleeni kuiboresha mkiwa na amani. Kwa sababu usipokuwa na amani, kama wewe ni wakili huwezi ukaenda mahakamani. Utaenda mahakamani kwa njia ipo, wakati hakuna amani, kuna vurugu. Kama wewe ni daktari huwezi kwenda kumtibu mtu. Utaendaje wakati hauna amani? Kwa hiyo mimi ninashauri vijana wangu, hebu itunzeni amani, iwe ni tunu yenu. Hivi vitu vingine vyote vinazungumzika, vinginevyo tutakuja kuipoteza Tanzania. Msiwaone watu wa Kongo, nao walikuwa ni nchi yenye amani na kaa, lakini wakakubali kuingia vitu vya kijinga. Leo hii hawatawaliki. Mfano mzuri tuichukulie Libya. Libya imepata uhuru, Libya wanaishi vizuri, lakini wakaingiziwa tunahitaji uhuru. Uhuru upi Libya? Matokeo yake sasa Libya haitawaliki.
Tuchukulie Sudani. Watu wakasema huyu rais Omar Bashir aondoke. Haya, Omar Bashir kaondoka, Sudani kuna tawalika. Sudani haitawaliki kwa sababu amani imepotea. Kuna waimbaji fulani waliimba kuhusu amani, ule wimbo huwa naupenda sana. Kuna ujumbe mzito sana kuhusu amani. Amani ni kitu cha muhimu kuliko kitu kingine chochote. Hata neno la Mungu linatuambia amani ya kweli tutaipata kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Amani ya kweli inaletwa na Mungu. Hizi zingine amani za kikatiba, amani za ni bure, lakini ndani yetu Mungu atuumbie amani. Tuwe na amani, tutaishi vizuri. Wanasema kuna uwezekano, kuna makosa. Hasa ukiangalia upande wa serikali, ili kundi la vijana ni kundi la watu wengi sana. Lakini bado siamini kwamba serikali ina seriousness ya kuweza kuondoa tatizo dogo la vijana, kwamba angalau hii keki ya taifa tuishiriki wote. Nitatoa mfano. Kunatokea labda nafasi ya kuandikisha, labda kuboresha daftari la mpiga kura au kuandikisha wapiga kura. Pale panakuwa na visenti ambavyo kidogo vinasaidia watu kujikimu. Lakini 95% ya watakaoajiriwa kwenye lile zoezi ni wale watumishi waliomo serikalini. Sasa hiki kizazi kilichoko nje chenye elimu nzuri tunakifikiriaje? Kwa nini tusiwape hiyo nafasi? Hiyo na 5% ndio ikawa ya wasimamizi ambao wanatoka serikalini, 95 wote wakawa ni vijana wasiokuwa na ajira, wanaojua kusoma na kuandika na wana elimu nzuri, ili waweze kusaidia lile zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura. Hapo serikali huwa inafumba macho. Kwa sababu gani? Nayo imeisha izoelea amani. Ndio maana kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10 na hata tarehe 29 mwezi wa 10 huo kwenye mida ya saa 4 hivi, viongozi wa serikali kwa mazoea walitoa matamko ya kwamba hakuna lolote itakalotokea. Lakini yakatokea hayo ambayo hatuhitaji kuyakumbuka. Ni kwa sababu gani? Tulizoelea amani. Hatukuona kwamba ni kitu cha muhimu, tukao tunachukulia ni cha mchezo. Tuwe tuna balance. Hii keki ya taifa watu wote waweze kuifaidi. Inaweza kuwa kuna kikao labda halmashauri. Basi halmashauri mnapoalika watu kutoka nje, basi hata kishilingi 5 cha maji toeni, ndio ulaji wa ile keki. Watu wakitoka wanasema halmashauri yetu inatukumbuka. Lakini mkibana watu sione kwamba hawaangalia hayo magari mnapita na misafara ya magari 100. Watu wanajiuliza, magari 100 kwenda kuangalia zahanati? Yote ni kwa sababu kuna amani. Sasa ili amani iendelee kutamalaki, amani iendelee kuishi pamoja na sisi wananchi, tunapaswa sisi kwa pamoja, kuanzia mimi, wewe na sote, tuweze kuilinda, kuidumisha, kuienzi na kuieneza amani. Ninawasihi sana vijana wangu, msirubuniwe na mtu yoyote. Tanzania hii ni yenu, sio ya mtu mwingine yoyote. Tuendelee kuitunza Tanzania yetu, tuendelee kuilinda amani yetu, tuendelee kuilinda kila yetu, ili kusudi kesho na kesho kutwa vizazi vyenu vikute kila inayosonga mbele. Asante kwa kunisikiliza. Asante.